Kuna ile process ambayo inaitwa kuvua, kutayarisha ule samaki aelekee sokoni, awe katika hali aliyokuwa nayo kwenye maji. Na hiyo ni process muhimu sana. Na sisi kama watafiti tumechukua muda wetu kuwafunza wafugaji wa samaki na kamba na viumbe vingine kuhakikisha ya kwamba ile process kama vile maziwa unapokamua, jinsi utakavyoyatunza mpaka yafike sokoni, mpaka yafike mezani kwa yule ambaye ni mtumizi, ni muhimu sana. Na hapo ndio tunapata katika ile lugha ya kimombo tunasema post harvest losses. Post harvest losses itachukua different forms. Kwa hivyo hivyo katika ufugaji wa samaki na industry ya samaki. Samaki is very proteinous. Amino acid levels are very high. Na hali yake ya kuharibika ni ya haraka mno. Ndio tunahimiza wafugaji wetu ya kwamba wanapovua wanahakikisha ya kwamba wana zile cooling systems. Zile cooling systems huzuia uharibikaji wa samaki. Sisi kama wamama wa Kibokoni tulikuwa hapo mwanzo tuna changamoto, kwa sababu kabla huu mradi tulikuwa watu ambao tulikuwa tukiteseka. Tulikuwa utafuti wetu ni wakuni. Tulikuwa tukichukua kuni kwa msitu na kupeleka Kilifi kusomesha watoto wetu. Lakini kuanzia huu mradi tumenufaika, watoto wetu wanasoma kupitia huu mradi. Kwa sababu kile kipato kichache ambacho tunakipata hapa, sisi tunafundishia watoto wetu. Shirika la KenFree limetutembelea na lengo la kututembelea hapa ni kutupatia mbegu ya kamba wenye wamekuwa wakitutatiza kwa muda mwingi sana. Kwa muda wa miaka 14 tumekuwa tukitafuta hawa kamba katika mfuo wetu wa bahari hapa karibu. Ile kitu ambacho tujafikia mwanzo wakati huo ni kuwa mambo ile changamoto ya seed. Kwa sababu vikundi mingi yalikuwa yanachukua ile seed kutoka baharini. Unangoja ile msimu wa zimezaana, unaenda baharini, unavua. Sasa ukivua hivyo inakuwa unashika kamba wale watoto wadogo ama samaki wale watoto wadogo ziko katika vipimo tofauti. Unaona? Sasa kama huwezi hata fanya ile monitoring evaluation vizuri kwenye video hizo. So katika wakati huo ndio tukafikiria, je, ingekuwa ni vyema kama nchi tukuwe na tukuwe na marine hatchery. Itaweze kuona tupatie kipaumbele mariculture, itaweze kufanya ku stimulate, ku boost hiyo mariculture production.